Bukalama. Mimi ni mmoja wao mwenye mfugaji. Lakini tuko na changamoto kuanzia saa hii. Tukifunga ng'ombe kwa barabara, ndama inabebwa na gari. Tukifunga mbuzi inabebwa na gari. Usiku hatulali. Sijui tuko inji gani. Kwa sababu hatuna ulinzi ya kutosha. Ng'ombe zinaibiwa. Nini kimefanyika hapa ndipo patikana hapa? Yenye kimefanyika hapa, waizi ng'ombe zimepatikana hapa za wizi na waizi wenyewe wamepatikana ndio hao. Ni watu wa aina gani? Labda pengine kusema ni watu wa aina gani? Umri wanakisiwa kuwa na umri wa miaka ngapi? Okay. Hao nikiangalia umri zao ni kama mtu wa 35 na 45. Okay. Sawa. 30 na 35 hapo umri yao. Walipatikana na vitu za wizi, wamepatikana na ng'ombe 2 vitu za wizi. Naitwa Rose Mnyongeza. Kwa majina naitwa Rose Mnyongeza. Mimi ni mkaaji wa hapa Haya. Na hawa vijana nimewaona tu wakati nimesikia ripoti ya kwamba kuna wezi wamepatikana na ng'ombe na wamepikwa na mob justice, wako chini lakini hawajakufa. Mimi ujumbe yangu ninasema ya kwamba vijana, mimi ni mzazi, nimezaa hata vijana. Hivi karibuni wanaenda shule. Nasema ya kwamba vijana, young men ama young people, work hard, jitume, uende utafute kazi, upate ajira na upate pesa yenye itakusaidia kwa maisha yako. Mambo kama hii ya aibu haitakikani. Inatakana ujitume, ufanye kazi, hata kama ni kutokea asubuhi mpaka jioni, upate haki yako na utumie pesa yako kwa jasho yako, lakini usikue mwizi. Maana mwizi itazaa mauti na tena itazaa aibu kwa wazazi kama sisi ambayo tumezaa. Kwa hivyo ninawaambia vijana wadogo, mfanye kazi, muache wizi. Yao kwa kulingana na vile naona siwajui. Vijana ni hapa. Mimi ni bodaboda. Uwizi ika hapa mingi sana. Hata sio uwizi ya mifugo, mpaka uwizi ya pikipiki. Siku hizi hata pikipiki wanatunyang'anya mpaka saa 12 usiku. Ng'ombe wanafungua hata saa 7 mchana. Wanafungua ng'ombe, wanatembeza, wanaenda. Mbuzi huwezi funga, siku hizi hata wanabeba kwa pikipiki. Na ni hayo tu. Pengine ujumbe wako kwa vijana wale? Mimi ujumbe wangu kwa vijana, tujitoe tufanye kazi, hata kama ni mjengo tufanye kazi. Tujitume, tusitegemee ile kitu ya kwenda kufungua kitu ya mtu. Utafungua kitu ya mtu unafanywa venye umefanywa, wenye wanafanywa hivi. Hiyo ni aibu kwa wazazi, na aibu na kwa jamii yenu. Red Mercy, natoka Busibwa. Ng'ombe niko na kijana wa kazi, aliamka asubuhi kwenda kufungua ng'ombe, akakuja kuniita ng'ombe moja hakuna. Nikamwambia aje, hebu mwikimbie kwa mashamba, muangalie zinaweza kukata kamba na zikule mahindi kwa shamba yangu. Hata mimi na watoto wengine tukasaidiana kukimbia kwa shamba. Kurudi hakuna ng'ombe kwa shamba. Baadaye nikarudi nyumbani kuambia hakuna ng'ombe kwa shamba. Tena mtoto mdogo ananiambia na ng'ombe ingine pia ndama ya brown hakuna. Nasema hapana, siwezi kata zote. Hakuna hapo kamba, hakuna nini, hizi ng'ombe zimefunguliwa. Nikaita mzee wangu alikuwa ameenda kazi, nikampigia simu. Yeye akakuja, nikamwambia tembea kwa masoko zenye zinauza leo ng'ombe. Unaweza at least pata hizo ng'ombe. Jua hizi haziwezi kata kamba zote. Hasa mzee wangu kutoka ndio akafika hapa akaniambia niko Korinda lakini ninapata watu wanapiga wezi na nimeona ng'ombe zetu. Hebu ambia watu Busibwa, chukua boda ukuje tuone kama nini, uone hawa watu wezi wenye wameiba. Nikamuuliza unajua watoto? Kasema ni mmoja ninajua, mwingine simjui. Mmoja anatoka wapi? Mmoja ni jirani yangu hapo Busibwa. Sasa ng'ombe zote ni zako? Ng'ombe zote ni zangu. Sasa wamewapata wapi exactly na ng'ombe? Hapa penye tuko. Hapa Korinda penye tuko ndio nimepata wakipiga wezi. Saa ngapi? Nimefika hapa kitu saa 2:30. Ripoti hiyo umepata kutoka Busibwa. Natoka Busibwa, ng'ombe yangu imepotea saa hii wiki 2. Kwa sababu mtu amenipigia simu, semeji wangu amenipigia simu ati broka wa ng'ombe amempigia simu, ameshika jirani Ema na ng'ombe. Mkimbie mkuja muone kama ng'ombe yako iko ndani. Ukweli kukuja yango sijapata. Kuwauliza wakiwachapa. Akasema mama, kuja nikuambie, yako tuliuza Amerikwai. Niamuke nikupeleke penye nimeuza ng'ombe. Watu wakasema watu wakiamuka watakupea hii ng'ombe. Waseme tu ukweli. Ukweli akasema alipelekea mtu wa bucha Amerikwai.
Kwa hivyo wanaiba wakiuzia watu wa busha. Wanauzianga watu wa busha. Na hii mtoto kijana mwingine hii anatoka tu kwa mgongo ya nyumba yangu. Alijua tu nimeenda matanga, siko nyumbani, na akakuja akafungua ng'ombe yangu, akakata waya, akatoka na ng'ombe mpaka wa leo. Huyo wa blue huyo. Sasa kuna uwezekano watu wa butchery pia wanahusika katika kununua ng'ombe za wizi. Sema tu ni huyu alipata kijana pia wa bosi baba naishi hapa, ndiye akajua huyo kijana, akasema hii ng'ombe si ya ukweli. Hii ng'ombe lazima tupigie bosi baba simu tuulize kuna ng'ombe imepotea. Wiki 2 ng'ombe ilipotea. Hiyo ndiyo ilikuwa bado tunaendelea kutafuta. Leo usiku wanaenda tena kuchukua ya jirani ng'ombe 2. Pengine visa vya wizi